Jambo na habari za kuamka mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Na tumaini kwamba umeamka salama popote ulipo unapoendelea kutizama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile vile una partager, au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye video na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako ukatuandikia, unatujuza endelea kufuatilia ukiwa maeneo gani. Basi acha tukuletea habari mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tutakazania au tunakazania habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vita vinaendelea kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuanze taarifa zetu za habari. Tuanze na habari kutoka Kivu Kusini, ambako mapigano yameanza tena katika eneo la Minembwe wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini, huku jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ikiendelea na operations za kurudisha udhibiti wa maeneo muhimu yaliyokuwa yakishikiliwa na makundi ya waasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi, FARDC imefanikiwa kurudisha udhibiti wa vijiji kadhaa vya kimkakati vilivyokuwa pembezoni mwa Minembwe, ikiwemo Kitavi, Ilundu na Madegu. Mafanikio hayo yamedaiwa kupatikana baada ya mashambulizi ya kujibu dhidi ya muungano wa makundi yenye silaha yanayojulikana kama M23 Twirwaneho Leta Bara, ambao serikali ya Kongo inashutumu kupata msaada kutoka nchi ya Rwanda. Hata hivyo, hali ya usalama bado inaendelea kuwa mbaya kutokana na taarifa zinazokinzana kutoka eneo la mapigano. Vyanzo vingine vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya maeneo yaliyotajwa kuwa yamekombolewa, ikiwemo Irundu, Kitavi na maeneo yanayozunguka shule za eneo hilo bado hazijathibitishwa na waasi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanajeshi wa FARDC pamoja na wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kujipanga katika maeneo ya Mienge, Makiaina, Michwe na Mbuchi, Akiama na Bichumbe. Wakati huo mapigano yameingia katika hatua mpya baada ya kuripotiwa matumizi ya ndege isiyo na rubani maarufu kama drone. Uongozi wa kijeshi wa Kongo umeshtumu Rwanda kwa kuhusika na mashambulizi hayo ya angani ambayo yamesemekana kugonga makazi ya raia pamoja na hospitali kuu za rufaa ya Minembwe. Mashambulizi hayo yametokea wakati FARDC ikiendelea na juhudi za kulinda na kudhibiti uwanja mdogo wa ndege wa eneo hilo. Kwa upande wa kibinadamu, hali ya wananchi inaendelea kuzorota. Jamii ya Banyamulenge ndiyo yanatajwa kuathirika zaidi kutokana na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kufanywa na makundi ya waasi kama hatua ya kulipiza kisasi kwa kile walichodhaniwa kuwa ushirikiano wao na jeshi la serikali. Wananchi wengi wameendelea kukabiliana na hofu, ukosefu wa huduma muhimu na athari za kuhama makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea. Kutokana na hali hiyo, sekta ya operations Sukola ya pili Kivu Kusini imesitiza kuwa itaendelea na operations zake za kijeshi hadi mamlaka ya serikali irejeshwe kikamilifu katika maeneo yote yaliyoathiriwa na vita. Vile vile jeshi limezitaka jumuiya ya kitaifa na kimataifa kufuatilia kwa karibu hali inayoendelea, ikieleza kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa kisheria za kibinadamu katika eneo la mapigano. Hadi sasa hali katika eneo la Minembwe na maeneo yanayozunguka inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku taarifa kutoka pande mbalimbali zikionyesha kuwa mapigano bado yanaendelea na hakuna dalili za utulivu wa haraka. Tuende na habari kutoka Kivu Kaskazini, ambako wakazi wa maeneo ya Ombo Kaskazini, Ombo Kusini na Ombo Mashariki yaliyoko mpakani wa wilaya Walikale katika Kivu Kaskazini na Kale katika Kivu Kusini wamekuwa wakikumbwa na hofu kubwa baada ya kusikia milio ya risasi kwa saa kadhaa usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, yani siku ya jana. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, milio ya risasi ilianza kusikika majira saa 3 usiku na kuendelea hadi karibu saa 9 za alfajiri. Hali hiyo iliwashtua wananchi wengi ambao walizani kuwa eneo hilo lilikuwa limevamiwa tena na makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zao katika ukanda huo. Kutokana na hali hiyo, mamia wakazi walikesha katika taharuki kubwa, wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya ambayo yangeweza kusababisha madhara zaidi kwa usalama wa raia. Wengine walijifungia majumbani mwao, huku wengine wakitafuta sehemu salama za kujificha kutokana na hofu ya mashambulizi. Taarifa zilizokusanywa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa milio ya kwanza risasi ilitokea katika nafasi
za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC iliyoko Biriko ndani ya kundi au groupment ya Walwanda. Baada ya kusikia milio hiyo, wamepelekwa katika eneo la Ombo, nao walifyatua risasi, jambo ambalo lilizidisha sintofahamu na hofu miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, sababu halisi za tukio hilo bado hazijafahamika. Vyanzo visivyo rasmi vinadai kuwa kabla ya tukio hilo kulitokea kifo cha mwanajeshi mmoja, jambo ambalo huenda ilihusisha na mlolongo wa matukio yaliyofyatua. Licha ya madai hayo, mamlaka za kijeshi hazijatoa tamko rasmi au kuthibitisha au kukanusha taarifa hizo. Asubuhi ya Jumatano, hali ya utulivu wa tahadhari ulianza kurejea katika maeneo hayo matatu. Baadhi ya shughuli za kijamii na kiuchumi zilianza kufunguliwa tena, ingawa kwa mwendo wa taratibu kutokana na hofu yaliyobaki miongoni mwa wananchi. Wakazi wengi wanaendelea kuwa macho huku wakisubiri maelezo rasmi kutoka kwa vyombo vya usalama kuhusu chanzo halisi cha milio hiyo ya risasi. Tukio hili linaonyesha kuwa mara nyingine changamoto za kiusalama zinazolikabili eneo hilo ambalo mara kwa mara huathirika na hatari za vikosi vya kijeshi pamoja na uwepo makundi mbalimbali yenye silaha. Kwa sasa wananchi wa Ombo Kaskazini, Ombo Kusini na Ombo Mashariki wanaendelea na shughuli zao kwa tahadhari kubwa, wakitumaini kuwa hali ya utulivu itaendelea kuimarika na kwamba mamlaka husika zitatoa ufafanuzi wa kina kuhusu tukio lililosababisha taharuki kubwa hiyo usiku kucha. Turuki huko Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taharuki na maswali mengi yameibuka katika kijiji cha Makumo wilayani Mombasa mkoani Ituri baada ya kugunduliwa kwa silaha ya kivita pamoja na risasi kadhaa ndani ya eneo la kanisa moja usiku wa Jumanane. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, silaha hiyo ya risasi zake ziligunduliwa ndani ya uzio wa kanisa katika mazingira ambayo bado hayajafafanuliwa wazi. Tukio hilo na washangaza waumini pamoja na wakazi wa eneo hilo, kwani nyumba za ibada kwa kawaida huchukuliwa kuwa sehemu za amani, sala na usalama wa jamii. Hadi sasa haijafahamika ni nani aliyemiliki silaha hiyo wala sababu gani zilizofanya ipatikane ndani ya eneo la kanisa. Kutokujulikana kwa taarifa hizo kumeongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi ambao wanaendelea kuhoji namna silaha za kijeshi inaweza kufikishwa katika eneo hilo bila kutambuliwa mapema. Ugunduzi huu unakuja katika kipindi ambacho wilaya Mombasa na maeneo mengine ya mkoa wa Ituri yanaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama zinazotokana na shughuli za makundi mbalimbali yenye silaha. Kwa miaka kadhaa sasa, wananchi wa maeneo hayo wamekuwa kikumbwa na mashambulizi, vitendo vya uhalifu pamoja na hali ya kutokuwa na uhakika wa usalama. Kutokana na mazingira hayo, kupatikana kwa silaha ndani ya kanisa kumezua hofu kwamba huenda kulikuwa na mpango au shughuli fulani zisizojulikana zinazohusiana na makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zake katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi rasmi unaothibitisha uhusiano wote kati ya silaha hiyo na kundi lolote. Kufuatia tukio hilo, viongozi wa mashirika ya kiraia katika Makumo wametoa wito kwa vyombo vya usalama kuanzisha uchunguzi wa haraka na wa kina ili kubaini chanzo cha silaha hiyo pamoja na watu waliohusika. Wamesisitiza kuwa ukweli wa tukio hili ni lazima ujulikane ili kuondoa hofu kwa wananchi na kuimarisha usalama katika jamii. Wananchi kwa upande wao wanatarajia mamlaka husika kutoa majibu kwa haraka kuhusu swala hili, huku wakitaka maeneo ya ibada yaendelee kulindwa ili yasitumike kwa shughuli zinazoweza kuhatarisha usalama wa waumini na wakazi wa eneo hilo. Kwa sasa uchunguzi unaosubiriwa, huku wakazi wa Makumo wakiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hili ambalo limeibua msongamano mkubwa katika jamii. Turuke kidogo habari, huku dunia ikieleza macho yake kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Hali ya shangwe na matarajio makubwa imetanda miongoni mwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi. Katika jiji la Bujumbura, mamia wa Kongo wa diaspora wamekusanyika katika eneo maalum lilijulikanalo kama kijiji cha Leopard kwa ajili ya kuunga mkono timu yao ya taifa kabla ya michezo wake wa kwanza wa kihistoria katika mashindano yao makubwa duniani. Eneo hilo ambalo limelindwa katika balozi ya zamani ya makazi ya zamani ya balozi ya DRC nchini Burundi limepambwa kwa rangi za taifa ya Kongo, blue, nyekundu na njano, bendera zinazopea kila upande. Nyimbo za mashabiki zinasikika huku maandalizi ya mwisho ya vifaa vya kuonyesha
kuonyesha mechi kwenye skrini kubwa yakiendelea. Kwa mujibu wa waandaaji wa tukio hilo, lengo ni kuwapa Wakongo wanaoishi Burundi nafasi ya kushuhudia pamoja safari ya timu yao ya taifa katika kombe la dunia. Tukio hilo limepewa jina la Taifa Moja, Watu Moja, Matumaini Moja, ikiwa ni dhamira ya kuimarisha mshikamano wa wananchi wa Kongo walioko nje ya nchi yao. Akizungumza wakati wa maandalizi hayo, King Honore Kabange, rais wa bunge la vijana wa Kongo wanaoishi Burundi, amesema kuwa tukio hilo lina umuhimu mkubwa kwa taifa ya Kongo. Ameeleza kuwa mbali na Wakongo wanaoishi Bujumbura, hata wakimbizi wa Kongo waliopo katika kambi mbalimbali nchini Burundi watanufaika kwa kufuatilia mechi ya Leopard kupitia mpango huo maalum. Kwa upande wake, Albert Ngaya Malume, mchezaji wa zamani wa klabu za Lupopo, Mbongo Sport na AC Bantu, ambaye kwa sasa anaishi Burundi kutokana na migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema mazingira ya kijiji cha Leopard yanafanya Wakongo wengi kujisikia kana kwamba bado wako nyumbani. Amesema kuona bendera la taifa lao na kushiriki pamoja katika kushangilia timu la taifa kunawapa matumaini na nguvu mpya licha changamoto zinazowakabili wakiwa uhamishoni. Pia ameonyesha imani kubwa kwa kikosi cha Leopard kabla ya mchezo wao dhidi ya Ureno, akieleza kuwa wachezaji wa Kongo wana uzoefu mkubwa katika soka la taifa na wana uwezo wa kufanya vizuri. Kadri muda wa kuanza kwa mchezo unakaribia, hamasa imeendelea kuongezeka. Mashabiki wameendelea kutuma ujumbe wa kuatia moyo wachezaji wa timu ya taifa, wakisitiza kuwa taifa nzima ya Kongo imesimama nyuma yao katika kipindi cha kuwakilisha nchi kwa kusimama kwenye jukwaa la dunia. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu jioni ya leo kwa kuangalia yanayoendelea katika Mashariki ya Kati. Mengi yanaanza kuibuka kuhusu kilichomo kwenye makubaliano ya kuelekea usitishaji vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran yanayotazamiwa kusainiwa siku ya Ijumaa nchini Uswisi, likiwemo la Iran kurejeshewa dola bilioni 300 zinazoshikiliwa kwenye orodha ya vikwazo vya Marekani dhidi yake. Mohamed Halef na taarifa kamili. Siku mbili kabla ya siku iliyopangwa kusainiwa makubaliano hayo ya awali, Rais Trump amezukatia na vitisho dhidi ya Iran. Akizungumza kandoni mwa mkutano wa kilele wa mataifa 7 yenye nguvu zaidi duniani uliomalizika leo mjini Evian, Ufaransa, Trump amesema, na hapa namnukuu, "Ikiwa wa Iran hawatakuwa na adabu vizuri, tutarudi kwenye kuvurumishia mabomu vichwani mwao." Mwisho wa kumnukuu. Ambapo kauli kama hizi si mpya kutolewa kiongozi wa Marekani, wachambuzi wanahofia kuwa huenda zikapunguza morali ya Wairani kuelekea kusainiwa makubaliano hayo, hasa inapozingatiwa kuwa sehemu kubwa ya tabaka tawala mjini Tehran halikubaliana suluhu yote ile isipokuwa vita, ambavyo wanadai vililazimishwa kwao pale Februari 28 wakati Washington na Tel Aviv zilipoanzisha operesheni ya mauaji na mashambulizi kote nchini Iran. Makubaliano hayo ambayo tayari yameshasainiwa kidijitali yamepangiwa kusainiwa kwenye makaratasi katika sherehe iliyoandaliwa nchini Uswisi siku ya Ijumaa, ambapo kwa upande wa Marekani, makamu wa rais J.D. Vance ndiye atakayewakilisha nchi yake, na huku ujumbe wa Iran kwenye hafla hiyo ukiongozwa na spika wa bunge Muhammad Baghir Kalibaf. Makubaliano hayo ambayo yananukuliwa na baadhi ya mashirika ya habari kuipa Iran hadi dola bilioni 300 kutoka fedha zake zinazozuiwa na Marekani, yanaweza pia kuchafuliwa na operesheni ya kijeshi ya Israel inayoendelea nchini Lebanon. Alfajiri ya leo, Israeli shambulia maeneo kadhaa ndani ya ardhi ya Lebanon licha ya maafisa wa Marekani na Iran kusisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita yanajumuisha pia Lebanon. Israeli yenyewe haijasema wazi endapo itakuwa sehemu ya makubaliano hayo, lakini siku ya Jumatatu, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema wanajeshi wake wataendelea kubakia ndani ya ardhi ya Lebanon kadri wanavyohitajika. Kwenyewe Iran imeripotiwa kuwa meli zake za mafuta zimeanza kuondoka kwenye eneo la Ghuba ambalo lilikuwa limewekewa mzingiro wa kijeshi na Marekani, ambapo mtandao unaofuatia safari za meli za mafuta duniani, Tanker Trackers, umesema hii ni mara ya kwanza kwa Iran kusafirisha mafuta yake ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Ripoti hiyo imekuja muda mchache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran kusema kuwa mzingiro huo sasa ulikuwa umeondoshwa. Kwenye soko la dunia, bei ya mafuta imeshuka kidogo hivi leo hadi kufikia dola 79 kwa pipa, huku ndani ya Marekani kwenyewe ikifikia dola 76, mara ya kwanza kufikia bei hiyo ndani ya kipindi cha miezi kadhaa.
Ripoti yake Mohamed Halef. Bunge la Ulaya limepitisha sheria mpya za uhamiaji ambazo zitawapa mamlaka uwezo mkubwa zaidi wa kuwashikilia wahamiaji wanaotakiwa kuondoka katika Umoja wa Ulaya na kufungua njia ya kuanzishwa kwa vituo vya kuwapeleka wahamiaji hao nje ya mipaka ya umoja huo. Doto Bulendu anaarifu zaidi. Kwa kura 418 za kuunga mkono dhidi ya 218 za kupinga, wabunge wa Ulaya wameidhinisha mageuzi mapya ya sera za uhamiaji yanayolenga kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa kutoka Umoja wa Ulaya. Sheria hizo mpya zitaruhusu kuanzishwa kwa kile kinachoitwa vituo vya kurejesha wahamiaji nje ya Umoja wa Ulaya. Vituo hivyo vitatumika kuwahifadhi wahamiaji ambao maombi yao ya hifadhi yamekataliwa au ambao wametakiwa kuondoka katika nchi za Umoja wa Ulaya lakini hawawezi kurejeshwa mara moja katika nchi zao za asili. Miongoni mwa nchi ambazo tayari zimeonyesha nia ya kuanzisha vituo hivyo ni pamoja na Ujerumani, Austria, Denmark, Ugiriki na Uholanzi. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amesema lengo ni kuona makubaliano ya kwanza yanafikiwa mwaka 2026 na vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mwaka mmoja baadaye. Sheria hizo pia zinawataka wahamiaji waliokataliwa hifadhi kushirikiana kikamilifu na mamlaka katika mchakato wa kurejeshwa kwao. Wale watakaokataa kufanya hivyo watachukuliwa kuwa tishio kwa usalama au wanaoshukiwa kutoroka wanaweza kuzuiliwa kwa muda wa hadi miaka 2 wakisubiri kurejeshwa. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia masuala ya uhamiaji Magnus Brunner amesema sheria hizo zinaonyesha kuwa ni serikali na si magenge ya wasafirishaji haramu wa watu zitakazoamua nani anaruhusiwa kubaki Ulaya na nani anatakiwa kuondoka. Lakini hatua hiyo imezua mgawanyiko mkubwa ndani ya bunge la Ulaya. Wabunge wa mrengo wa kulia walishangilia kupitishwa kwa sheria hizo, huku wabunge wa mrengo wa kushoto wakipaza sauti wakisema aibu kwenu. Makundi ya haki za binadamu yanaonya kuwa sheria hizo zinaweza kusababisha wahamiaji kunyimwa haki zao za msingi. Shirika la Human Rights Watch limesema vituo hivyo vinaweza kuwa kama maeneo ya kuwazuilia watu nje ya uangalizi wa kutosha wa kisheria. Wakosoaji pia wanahoji ufanisi wa mpango huo, wakikumbusha kwamba mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wahamiaji Rwanda ulisitishwa, huku vituo vinavyoendeshwa na Italia nchini Albania vikikabiliwa na changamoto za kisheria. Kwa upande mwingine, wanaunga mkono mageuzi hayo wanasema yataongeza kasi ya kurejeshwa kwa wahamiaji waliokataliwa hifadhi na kuwazuia watu wengi zaidi kuingia Ulaya kwa njia zisizo rasmi, kuhatarisha rasilimali za bahari na maisha ya wavuvi wadogo duniani. Makubaliano hayo yamefikiwa katika mkutano wa kimataifa wa bahari unaofanyika mjini Mombasa nchini Kenya. Michael Kwena anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Azimio la Mombasa lililotangazwa katika mkutano huo linazitaka nchi kuboresha ukusanyaji na ubadilishanaji wa taarifa kuhusu umiliki, mienendo na shughuli za meli za uvuvi ili kurahisisha ufuatiliaji wa wanaojihusisha na uvuvi haramu. Mataifa yaliyosaini makubaliano hayo ni pamoja na Cameroon, Ghana, Somalia, Liberia, Ufaransa, Ubelgiji, Korea Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Azimio hilo pia linahimiza kuboreshwa kwa usajili wa meli, matumizi ya teknolojia za ufuatiliaji na ushirikiano wa karibu zaidi na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Hatua hiyo imepokelewa kwa matumaini na wavuvi wadogo katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki ambao kwa muda mrefu wamekuwa kilalamikia meli kubwa za uvuvi zinazodaiwa kuingia katika maeneo yaliyotengwa kwa wavuvi wa ndani. Katika mji wa Kipini kwenye pwani ya Kenya, baadhi ya wavuvi wanasema samaki wamepungua kwa kiasi kikubwa, huku mazingira ya bahari yakiharibiwa na shughuli za meli hizo. Mashirika ya mazingira nayo yanaonya kuwa ukosefu wa uwazi katika sekta ya uvuvi umechangia kuongezeka kwa uvuvi haramu, unyonyaji wa wafanyikazi na uharibifu wa rasilimali za bahari. Katika mkutano huo, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema dunia imepiga hatua katika kulinda bahari, lakini bado hatua hizo hazitoshi. For the first time in history, kwa mara ya kwanza katika historia, mwaka huu 10% ya bahari duniani zinalindwa. Hiyo ni hatua muhimu, lakini ni 3% tu zinazopata ulinzi wa kweli na wa kiwango cha juu. Maeneo mengine mengi yaliyotangazwa kuwa yanalindwa yamebaki kuwa mistari tu kwenye ramani bila ulinzi wa kutosha. Kauli hii inaungwa mkono na wataalamu wanaosema kuwa pamoja na ongezeko la maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa bahari,
Utekelezaji wa sheria na usimamizi wa maeneo hayo bado ni changamoto kubwa katika nchi nyingi. Wakati huo huo, shirika la Global Fishing Watch limetangaza kuzindua ramani ya kwanza kimataifa inayoweza kufuatilia karibu aina zote za meli za uvuvi duniani, ikiwemo zile zinazojaribu kuficha shughuli au maeneo yao ya kazi. Wajumbe kutoka Afrika, Ulaya, Marekani na mataifa ya visiwa yanayoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi wanaendelea kujadili namna ya kuimarisha usimamizi wa bahari na kulinda rasilimali zake kwa vizazi vijavyo. Hiyo ni ripoti yake Michael Kwena. Tuelekee huko Uganda hivi sasa, siku mbili baada ya kutoweka mikononi mwa vyombo vya usalama na picha zake akiwa amefungwa kitambaa machoni kusambazwa mitandaoni, mwanasheria wa mwanasiasa wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa uhaini pamoja na kuficha taarifa za uhaini. Lubega Emmanuel anatupasha zaidi. Hao ni wafuasi wa chama cha People's Front for Freedom PFF wakimlaki kwa shangwe Erias Lukwago, mwanasheria wa Dr. Kizza Besigye, mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa upinzani nchini Uganda. Lakini nyuma ya shangwe hizo kuna simulizi ya siku mbili za sintofahamu. Jumatatu asubuhi, Lukwago alichukuliwa kutoka nyumbani kwake na wanajeshi wenye silaha. Tangu wakati huo, familia yake, wenzake na wanaharakati walikuwa wakihangaika kumtafuta alipo. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Museveni, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alimshikilia Lukwago kwa kile alichodai kuwa kuvuka mstari katika kesi iliyokuwa ikimlenga yeye binafsi. Baadaye akawa picha za Lukwago akiwa amefungwa kitambaa machoni, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa. Asubuhi ya leo, Lukwago alionekana katika kituo cha polisi cha Kira nje ya Kampala kabla ya kufikishwa katika mahakama ya Makindye alasiri, ambako alisomewa mashtaka ya uhaini na kuficha taarifa za uhaini. Hayo ni mashtaka yanayofanana na yale yanayomkabili mteja wake Dr. Kizza Besigye. Kukamatwa kwa Lukwago kulikuja wakati alipokuwa akijiandaa kuwasilisha hati za mahakama dhidi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kesi hiyo inahusiana na madai ya ukiukwaji wa haki za Dr. Besigye, ikiwemo kutoka kwake mjini Nairobi mwaka 2024 na kufungwa gerezani nchini Uganda. Kwa mujibu wa Sharifu Wafula ambaye ni mwanasheria na mwanachama wa chama cha People's Front for Freedom, hatua dhidi ya Lukwago haiwezi kutenganishwa na mazingira mapana ya kisiasa yanayokabili kambi ya upinzani nchini Uganda. Apewe huru yake na tuendelee na kazi ya kumtetea Daktari Kizza Besigye na wenzake wengine, na pia aendelee na kazi yake ya kawaida, na cha muhimu pia kuona kwamba anapata matibabu kwa sababu hali yake si nzuri sana. Wakati Lukwago alipokuwa julikani alipo kwa zaidi ya siku mbili, wanasheria, wanaharakati na viongozi wa upinzani walizidisha shinikizo wakitaka afikishwe mahakamani na kuachiwa huru. Kwa familia yake, tukio hilo limeacha majeraha ya kihisia. Akiwa anabubujikwa na machozi, mke wa Lukwago, Zawadi Lukwago, alisema pamoja na kushukuru kwamba mume wake bado yuko hai, amesikitishwa na namna alivyofedheheshwa kupitia picha zilizosambazwa mitandaoni. It is really bad. Ni vibaya kabisa ikiwa nadhani kuwa yeye ndiye atakuwa rais. Tayari tunasema hapana. No. Wakili Erias Lukwago amesukuma rumande hadi tarehe 22 mwezi huu, siku ya Jumatatu, ambapo atafika katika mahakama kuu. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika vile vile kwa muda muafaka. Jina langu ni Ite Idi George. Asante.